always. Nyingine ndo kutia wapi? Na nyinyi mpaka mmoja na naipata huko. Na hoteli ni kawaida tushavizoea, wengine mpaka maisha kuacha. Maisha nasemaje? Fresh za siku. Shule, au ndio umeamua kuolewa? Sasa Tanzania ni kigumu ndugu yangu. Na mimi tuko maeneo. Lazima usome. Wazee wenyewe sasa hivi wanasoma. Mimi nimeamua kuacha. Sasa nyinyi ndio bado wadogo inabidi msome mpaka juu. Elimu muhimu. Ndio maana yake elimu ni muhimu. Wote mkiacha kusoma. Nipeni story. Tupe kwanza wewe za huko. Tunakupa za hapa. Nyinyi ndio mmekuja mniambie. Mmeletea nini? Tunatueleza kwanza za hapa, afu tumekuta nini? Niambie tu maana nyewe niambie kuna mtu labda mwingine kapata mchumba kwenye Facebook, kwenye BBM, Twitter. Mambo ya social network. Niambie. Mimi na mambo mengi. Acha. Naomba mniulize semeni vile umepata mchumba. Ndicho tunataka kusikia. Maana ulikuwa unaona kama mchumba kwenye Facebook. Niambie kabisa. Hizo chat. Mchumba chat. Nisikiliza kwa makini hivi. Naomba unielewe. Naomba nikuelewe. Watatu. Mhindi na Afrika wawili. Post picha wewe. Unaanza picha za midoli sio watoto nani utakuja. Kwa hiyo mwenyewe unajisikia kabisa. Wewe unafanya unafanya biashara kwenye sio kwamba nafanya biashara. Kwanza mimi nilikuwa ni mwanafunzi. Kwani nini swali? Nini on Facebook? Huko ni kinga, huko ina maana nyingine strong enough ambapo unaweza ukapata mchumba au yani wale watu walikuwa wanajuana nao kuanzia mwanzo au mmekutana. Subiri kwanza tuambie anasema amepata mchumba kwenye Facebook. Nakupenda. Unakwamba mchumba unapata sasa mjaniuliza nimekutana naye nimepata na. Sasa mbona mnanipata mimi? Hao ndio wanakielele. Nyie simnyamaze. Basi nyamaze. Sikiliza. Usianza titi. Nikaingia FB. Watu wanaita FB shortcut tusijue inaitwa FB Facebook. Nikaweka wangu watu wasema sijui post picha nini, nikasema na mimi nipige picha niweke edit picha yangu pale picha yani nzuri kupita kiasi toa zote picha ya mweupe hiyo picha ya wizi weka washikaji kusoma comment nini, mmoja akaanza I like that I like that. Thank you. So mambo Facebook hamna mtu ambaye anakuambia kwa nini bad. Kila mmoja you look beautiful, you're cute, you're charming, you're talented. But wewe kichwa hivyo kwa mwili. Wewe. Acha. Nikasema mbona kama resi yake sio Mtanzania hivi? Ikabidi niingie inbox. Nikamuuliza samani wewe ni nani? Facebook una add nini? Wengine tuna add wale ambao nini tunafahamiana kama wafahamu wewe ukiingia na ku add. No. Nikamuuliza sorry who's this? Kuona kwanza hiyo kwani nimuuliza wewe ni nani? Kwa hiyo wote watatu umeanza kuchati nao kwa muda mmoja. Sio kwa muda mmoja, kwa muda tofauti. Huyo Muhindi. Huyo Muhindi. Wewe unaanza kurespond kabisa. Nikamuuliza wewe ni nani? Niliona kwa lugha kwanza inamchanganya. What is this? Anambia okay. Who are you? Hapo ndo mambo yalikuwa. Ndio mafanya huko kwenye Facebook. Alikuwa story yake na nitakupa ya kwangu. Huyu tayari kashaonekana kabisa kwamba au ulikuwa unafanya kufanya. Huyu tayari kashaonekana anafanya nani, anafanya biashara. Biashara kwenye biashara. Wewe maana kitu ambacho unaona kwenye Facebook ukiingia tu uanze kupiga picha sio nini wewe kwenye Facebook. Sasa uko mbona teka? Sasa profile picture jamani. Mbona subiri nikwambie. Hivi wewe yani ukisikia social networking yani mitandao nini, mitandao ya jamii unaelewa nini kuhusiana na hicho? Yani mimi cha kwanza nachoelewa kuhusu social networking, watu wana socialize mimi sikujui wewe, simjui huyu lakini nitakujua wewe au wewe kupitia internet, kupitia internet. Na vile vile watu hawajui internet, watu kwa Facebook watu wanatumia for different ways. Mwingine anatumia kwa kumtukana mwenzie, mwingine anatumia kwa hivyo kupatia wanawake, mwingine kupatia wanaume, wengine biashara. Lakini tuje kwa mapenzi. Wewe unaona kwa mapenzi mtu anakupenda Facebook through picture ulioweka. Is that true kwamba anakupenda au amekutamani? Ndio nataka mniambie. Maana inawezekana maana baba naona watu wengine wanavyotabasamu. Wengine wanapata wachumba kwenye Facebook. Kwa nini unamaanisha mimi sijapendwa au mnamaanisha nini? Okay, kwa mfano umeingia kwenye Facebook ukapata mtu kwenye Facebook. Yaani unaweza kufanya
utamkubali, utamkataa, yani unapataje hiyo kwamba what do you believe about, yani unaamini kitu gani kupitia hiyo mitandao? Je, unaiamini kupata mtu ambaye anakupenda kabisa kwenye internet? Inategemea. Inategemea kwa sababu gani? Unaweza ukakutana na mtu Facebook akakuona akakupenda au akakutamani. Obviously, oh my God, msincheke, nasikia. Wewe jimwage tu, wewe tuambie, sasa Rashida hatuna shida, tuambie bwana. Wanasema funguka, jimwage tu. Jamani, basi nimalize. Sasa mbona unaongea? Tuko peke yetu pale ndani, funguka. Tuko sana peke yetu gossip. Unaweza kukutana na mtu akakupenda Facebook sana, ila direct hawezi kukuambia ule ukweli wake, ila atakutumia ile ina njia. Kwa hiyo mimi nataka kujua kwamba unaamini, wewe unaamini mapenzi. Mfano umepata mchukua Facebook, unaamini kweli anakupenda au wewe unaamini mapenzi wa Facebook, wewe unaamini hayo mambo, yani do you believe that unaamini mambo ya kupata mchumba kwenye internet? Unachukuliaje hivyo? Kitaka kujua. Ndio maana mimi I believe inategemea. Kwa hiyo 50-50 unategemea. Kwa hiyo unaweza ukawa unaamini kidogo alafu uamini. Kwa hiyo na maana wewe hata ukipata mpenzi kwenye Facebook mimi naitwa fulani, unaweza kukaa vizuri. Kwanza hapo ndio ushasalimiwa hapo. Unaona habari yako dada nzuri, uko wapi? Ndio unaanza kumuuliza wewe mtu sasa. Wewe unataka kukimbia, unataka ujue yuko wapi. Basi ukishajua yuko wapi ndio nakufanya uanze kupata hela, kwamba afadhali utakuwa na hela. Niko UK, niko Uingereza. Unasoma hapo unajikuta ushapiga picha nyingine kesho yake. Si ndio maana umeka pose tofauti. Ndio. Mbona anavyoitikia. Kana ndo zako bwana. Wewe kwenye mitandao mingapi? Wewe kwenye mitandao mingapi? Mimi? Facebook, Twitter, wazungu wanaita Twitter. WhatsApp, unajua. Mambo WhatsApp na mtu umeka picha edited. Kabisa. Leo naonekana mzungu, kesho mchina. Chezea. Nani ndio kwa nguru umekula changu. Lakini unajua mimi naweka edited and all that, lakini kwenye swala kama hilo la mapenzi mimi siamini, kwa sababu kila mtu ana definition yake ya love. Umeona definition ya mapenzi, kila mtu ana definition yake. Mimi siamini ile umeniona first time kwenye mtandao nimeweka picha yangu pale eti ukaniambia umenipenda. Najua hapo umenitamani kwa kuniona, hujanijua vizuri, hujui hata mimi ni nani. Umeona, si ndio umejiona kwenye Facebook? Umenijuaje kwenye Facebook? Wewe mambo unakaa wapi? Through chatting tu nini hiyo hamna. Unajua sio uwezi tu through chatting mkamfurumuka kwamba umempenda mtu. Lazima mjuane, ukae na mtu ujue tabia yake kidogo, hata tuseme labda hata wiki, mwezi. Umeona Facebook huwezi ukajua tabia yangu. Lakini kuna mtu anajiona na mtu kwenye Facebook, huyo mtu anakaa kwenye wanawasiliana mpaka baadaye huyo mtu anapanda ndege, anapanda nini, anakuja kukuona wewe. Anakuja afu hiyo ndio inatokea tatizo gani? Unakuta kuna real story kabisa. Mtu ana communicate na mzungu nje, ana communicate naye mzungu, kaeka tu picha yake pale half of the pic, yani huku juu tu, hajeka full body. Umeona ni msichana mzuri ambaye ana bwana yake. Umeona na bwana yake yani anampa everything. Lakini ile kuchat, si unajua na sisi wasichana tuna tamaa, naye ambao anakupenda akasema hapa kweli nimepata mpenzi. Umeona akanatumiwa hela na anaona mzungu anamprovidea more than yule boyfriend wake aliyokuepo naye, yani she was about to get married. Umeona, lakini kutokana na yule mzungu kumuinfluence, anamtumia mahela, anamtumia ndio, yani hiyo ni through Facebook wamejuana, akamtongoza, akamwambia I have this, I work here. So unaona kama pale working place watu wanaandika employed sijui in what institution. Umeona yes, nimempata. Umeona wamekaa wamtumia hela, akavunja kule marriage yake, ikaacha kuendelea, yani hakuolewa tena na yule bwanake ambaye alikuwa naye. Zimefika siku zimefika, mzungu anakuja. Mapenzi ya Facebook mzungu anakuja sasa, ndio ninakuja kukuona, na kashamjengea huyo mwanamke hadi nyumba. Kamjengea hadi nyumba, anamlipia school fees ya chuo. Umeona mzungu kaja na text, kaelekezwa yule msichana kwamba nyumba yako iko mitaa hii na hii, kafika mpaka pale. Mtoto wa watu msichana ametoka, anashangilia, anaenda kumpokea mzungu wake. Kufika pale anafungua mlango, anaona kiti ile wheelchair wanaita inatolewa nyuma ya gari. Ndio kwanza kushangaa
Hapo yuko na mashosi zake kama mimi hivi. Tunatoka tunaenda kumpokea. Leo tunampokea mzungu wangu, tukampokea shemeji. Mzungu yeye mwenyewe nyumba aliyomjengea. Kwa hiyo mzungu amefika pale, sasa the owner of the house, the madam. Anakuja kwenye akaja kwenye wheelchair. Yaani yule mzungu kwenye ile taxi ambayo alikuwa amepanda, kwa sababu kumbuka ametokea nje, kwa hiyo amekuja huko, yani amjui mtu. Kwa hiyo ni like akakodishwa taxi ikamchukue pale airport. Kwa hiyo kwenye ile taxi nyuma sasa kwenye ile ndio sio anaita boot wamekele wheelchair. Kwa hiyo ameenda mpaka pale kama shosi zangu twendeni tunakimbilia nje naenda kumpokea mzungu wangu. Kufunguliwa naona wheelchair inaanza kutoka. Yule msema kama surprise, anashangaa kutoka, unaona mzungu nini kilema, hana kabisa miguu mama, yani hana miguu. Kwa ni ile tu picha ya juu kwamba the girl she was interested nini, mapenzi kihivyo na zile hela, yani hela tu ndo zilimfanya kabisa. Mzungu wa watu kapanda, the girl yani hamna hata alichoongea, ni kwamba she collapsed, yani alizimia na kosa nguvu. Nataka niulize, sio collapsed tu, she was totally dead. Alikufa msichana, unajua ile shock. Alikuwa msichana alichotegemea ni sicho. Hata hivyo ndio wengi umeona, kwa utakuta mtu anapiga picha hujui. Kwa hiyo yule Agongo amekwenda, maana yule msichana alikuwa ana makusudi yake, alikuwa ana kitu ambacho yeye anataka. Umeona, kwa hiyo mwanaume naye kuna kitu ambacho amekipenda, lakini sio kwamba na vitu vyako unavyohitaji kwa mwanaume. Wewe unahitaji mwanaume wako awaje, labda mwanaume wako anataka awe mrefu, ana kifua, sijui macho mazuri. Kwa hiyo ukiona picha tu kwenye Facebook tayari, na yule mzungu akatumia ile technique ya kuweka picha yake mwisho hapa. Kwa hiyo timizi hapa alikuwa yuko kuja kumuona patashika ngo kuchanika. Anakuta hivi. Haya, sasa nataka mniambie kwanza kitu kingine. Kwa hiyo ina maana kwanza hiyo mitandao social networking tunaita wazungu social networking. Hivyo mamangu jakosea. English cause imepita, unajua? Sijapoteza muda wangu soma English fountain. Sasa subiri nikwambie. Kuna faida yani, kwanza nataka kujua kuna hasara, kuna faida. Nataka mniambie faida ni zipi na hasara ni zipi. Wewe bwana, ni hizi social network mimi ninapojua hizi akina Facebook, Twitter. Lazima kuna faida zake, lazima kuna hasara zake. Nataka nivijue zote. Kwa sababu kwenye faida ndugu yangu, uje pale wengine wanatangaza biashara. Kwa mfano kuna wale ambao wanahitaji models, mtu ana post, mtu ana like page yake, kwa anasaidia watu mbalimbali pia. Kuna wale ambao wenzetu tumekuwa geti kali. Watoto ndani. Kwa unatafuta marafiki ile kuchat nao. Hapo ndio huko na mama niko ndani tasitoki. Lakini yani wewe ni zaidi ya yule anayetoka. Ndio maana chat na watu mbalimbali. Unaona anachofanya gani ndani. Hapana, wewe nimekulia Tanzania tena mimi. Uko chumbani unatafuta wanaume kwenye internet. Ndio maana sio kutafuta wanaume kwenye internet. Wanaume wanatafuta wewe. Kwa hiyo ukifungua kompyuta moja kwa moja unaenda kwenye kufanya nini? Nataka kujua mtu anapofungua kompyuta yake moja kwa moja ni kitu gani ambacho anafanya. Naangalia kwanza marafiki zangu wameniambia nini, kwa mfano kama yani labda